Watu wengi wanadanganyika kwamba ugali unamfanyisha mtu aweze kudumu katika tendo la ndoa kwa muda mrefu. Hapana, ugali ni kwamba unasaidia tu kukupa nguvu wewe ambaye unafanya hilo tendo la ndoa, lakini kuwa na nguvu peke yake haisaidii wewe kudumu katika tendo la ndoa kwa muda mrefu. Kinachofanyisha wewe udumu katika tendo la ndoa kwa muda mrefu ni homoni yako ya testosterone. Sasa hii homoni wengi hawajui kwamba inazalishwa na mwili, lakini pia kuna vyakula ambavyo vina cholesterol ndogo. Kumbuka cholesterol ndiyo malighafi ambayo inasaidia kutengenezwa testosterone hormone. Vitu hivi sita ambavyo naenda kukwambia ndivyo vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya kama unataka kudumu vizuri kwenye tendo la ndoa, yaani ufanye tendo la ndoa vizuri. Kitu cha kwanza ni kupata vyakula vyenye cholesterol ndogo. Jamani, cholesterol sio adui yako. Cholesterol ni kitu ambacho kinasaidia pia hormone ya testosterone ambayo ndio muhimu sana kwa mwanaume kufanya kazi vizuri. Ila tu cholesterol haitakiwi kuzidi. Ikizidi inakuwa ni changamoto, lakini ikiwa iko level basi inakuwa ni msaada. Kwa hiyo kula vyakula vyenye cholesterol vitasaidia sana kukuweka wewe katika tendo vizuri sana. Cha pili ni hakikisha kwamba unafunga. Kufunga mara kwa mara kunasaidia sana mwanaume kuwa vizuri sana. Yaani wanaume ambao wanakuwa wanafunga mara kwa mara, either anafunga dry, yani kwamba anafunga asubuhi mpaka jioni, au anafunga kwa masaa, hawa wote wanaweza kuwa vizuri sana katika tendo la ndoa. Kitu cha tatu ambacho pia ni muhimu sana ni kwamba kufanya mazoezi. Kufanya mazoezi kunasaidia sana huyu mtu kuweza kudumu katika tendo la ndoa. Kitu cha nne ni kuhakikisha kwamba unalala masaa 7 mpaka 8. Kulala ni tiba nzuri sana kusaidia ile testosterone iweze kuzalishwa kwa wingi na kumfanyisha mwanaume awe na hamu ya tendo la ndoa, lakini pia kumfanya mwanaume aweze kudumu katika tendo la ndoa kwa muda mrefu. Kwa hiyo kulala sio uzembe, sio uvivu. Kulala ni tiba. Kwa hiyo unapokuwa unalala inakusaidia. Lakini kitu cha tano ni kwamba kupata jua, hasa kile kijua cha asubuhi ni muhimu sana, kwa sababu kijua cha asubuhi kinakuwa na vitamin D ambayo sasa hiyo ni nzuri sana kwenye utengenezaji pia wa homoni ya testosterone ambayo ni muhimu sana katika tendo la ndoa. Lakini kitu cha mwisho ni kitu gani? Kitu cha mwisho ni mwanaume kupendelea kuoga maji ya baridi. Ninaposema baridi sio ya kwenye friji, maji tu ya kawaida ambayo ni muhimu sana. Unapooga maji ya baridi yanasisimua mwili na kufanyisha pia hiyo testosterone hormone iweze kuzalishwa kwa wingi. Kwa hiyo hivyo vitu sita ni muhimu sana kwa wewe mwanaume ambaye unataka tendo la ndoa liwe vizuri kwako. Lakini kusema kula ugali peke yake ndio itakusaidia kwamba ufanye tendo vizuri, hapana, hiyo unajidanganya. Au wale ambao wanasema sijui kunywa kinywaji fulani ndio kitakusaidia tendo la ndoa liwe vizuri, hapana. Mwili unazalisha hormone ya testosterone vizuri wenyewe, lakini pia unaweza kusaidia kwa kutumia hivyo vitu au kutumia cholesterol. Vitu ambavyo vina cholesterol vitasaidia tendo la ndoa liwe vizuri na udumu na uonekane kweli ni mwanaume. Sasa kama ni wewe ni mwanaume pia ambaye umejaribu vitu mbalimbali lakini una hizo changamoto, namba yangu bao nipigie niweze kusaidia.